نحن ما أتينا بدين جديد، لكن الذي لا يميز قد يقول إذا سمع منا كلاما هو حق وصحيح من جهله. نحن والحمد لله على الخط الذي كان عليه الصحابة ومن تبعهم إلى يومنا هذا من علماء الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اللهم اجعلنا ويانا خالصة لوجهك الكريم اللهم آمين. Bismillahi, tunaanza kusoma kitabu kiitwacho Matnul Arba'in an-Nawawiyya, utunzi wa al-Hafidhu al-Imamu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi ad-darain. Amesema katika utunzi Bismillahir Rahmanir Rahim, na huu ni utangulizi. Maana ya Bismillahir Rahmanir Rahim, naanza kutunga au naanza kusoma ikiwa mtu uko kwenye kusoma. Kwa hiyo inategemea na ambacho mtu anakusudia kukifanya, kama naanza kula au mfano wa hivyo, inategemea na mtu kuwa anasema bismillah kwa kukusudia kitu gani. Na hapa makusudio ni kwamba naanza kutunga hali ya kutaka baraka kwa kulitaja jina la Mwenyezi Mungu, na hali ya kutaka msaada kwa kulitaja jina la Mwenyezi Mungu ambaye ni mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. Rabbi tammim wa yassir bi rahmatika, e Mwenyezi Mungu, timiza hiki kitabu na wepesisha kuniwepesishia mimi kukimaliza kama inavyotakikana kwa rehema zako. Alhamdulillahi rabbil alamin, shukrani zote zinamstahikia Mwenyezi Mungu, Mola wa walimwengu, walimwengu yani viumbe. Qayyumis samawati wal ardin, al-qayyum inakuja kwa tafsiri tofauti kama walivyotafsiri wanawazuoni. Miongoni mwa maana za al-qayyum ni ambaye ni mwenye kutohitajia kila kisichokuwa yeye, na miongoni mwa maana za al-qayyum ni ambaye viumbe vyote havisimami wala haviwepo wala hauendelee uwepo wake isipokuwa kwa yeye. Yani yeye Mwenyezi Mungu ndiye ambaye anavifanya viumbe viwe ni vyenye kuwepo na viwe ni vyenye kuendelea katika kuwepo. Kwa hiyo qayyumis samawati wal ardin, mwenye kuzisimamisha imara mbingu na ardhi, mbingu saba na ardhi saba. Mudabbiril khalaiqi, mwenye kupangilia mambo ya viumbe, yani ambaye anapangilia mambo ya viumbe vyote, ambaye ni mwenye kujalia mambo ya viumbe ni yenye kuwa kama yalivyo na kwa namna ambayo ni yenye kuenda sambamba na elimu yake Mwenyezi Mungu na utashi wake. Viumbe vyote vinavyokuwa, vilivyokuwa na vitakavyokuwa, na kila kinachotokezea kinatokezea na kilitokezea kilichotokezea kama ambavyo Mwenyezi Mungu ametaka tangu na tangu, na kama alivyopanga Mwenyezi Mungu tangu na tangu, yani alivyokadiria, na kama ilivyo elimu ya Mwenyezi Mungu ya tangu. Kwa hiyo mudabbiril khalaiqi ajma'in, mwenye kupangilia mambo ya viumbe wote. Amesema ajma'in kwa ajili ya kutilia mkazo kwamba hakuna kitu chochote katika viumbe ambacho kinaepukana na ukadiriaji wa Mwenyezi Mungu na upangiliaji wake, hakuna. Ba'ithir rusuli, mwenye kuwatuma mijumbe, salawatuhu wa salamuhu alaihim ila almukallafin, rehma zake na kushusha kwake salama, amani kuwe juu yao, ila almukallafin, mwenye kuwatuma hao mijumbe kwa watenzwa nguvu na sheria, minal insi wal jinni, yani watezwa nguvu na sheria. Hapa makusudio ni miongoni mwa watu na majini. Kwa hiyo mitume ni wenye kupelekwa kwa majini na watu, sio kwa malaika. Na makusudio ya watezwa nguvu na sheria ni wale ambao wana akili, wameshabaligh na washawahi kusikia wito wa Uislamu, japo la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, huyo anaitwa mukallaf, yanamlazimikia mambo yote yanayomlazimikia mwingine. Lihidayatihim, kwa ajili ya kuwaongoza wao. Sio maana yake kwamba mitume wanaumba uongofu, la,
Ndio maana kwenye Qur'ani ikaja innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allaha yahdi man yasha. Sio maana yake kwamba hapa mtunzi ameenda kinyume na hii aya. Hii aya makusudio ni kwamba hakika wewe humuongozi unayempenda kwa kuumba kwake yeye uongofu. Wewe unalingania tu kwenye uongofu na unamlingania huyo tu kwenye uongofu, na Mwenyezi Mungu anamuongoza kwa kuumba kwake yeye uongofu anayemtaka. Wewe huumbi. Na hapa lihidayatihim, makusudio ili kuwalingania wao kwenye uongofu na haki na kusimamisha dalili kwenye huo uongofu na hiyo haki. Wa bayani sharai din, na ili kubainisha sheria za dini. Dini ni moja, mitume wote ni Uislamu, lakini sheria zao kwenye hukumu za matendo ni zenye kutofautiana, lakini kuna baadhi ya mambo wote wamekubaliana. Sheria za dini, pakisemwa sheria za dini, makusudio ni ambacho ameteremsha Mwenyezi Mungu kwa mtume hali ya kuwa ni wahi. Kunako hukumu mbalimbali za sheria ambazo ndani yake ni kwenye kuchanganyika maslahi ya waja ya kidini na ya kidunia. Sheria hukusanya maslahi ya waja ya dini na dunia. Kwa hiyo kufuata sheria ya Mwenyezi Mungu iliyoteremshwa kwetu sisi kupitia mtume, ndani yake kuna maslahi ya kidini na kidunia. Kuacha kufuata sio maslahi ya kidini wala ya kidunia, bali huko ni kuenda kwenye njia ambayo sio sahihi. Bidalaili alqat'iyya, wa dalili za kukata ambazo wamekuja mitume kuwajia viumbe kwa kutilia mkazo kwa hizo dalili za kukata juu ya kwamba hizo sheria ni za haki, na hizo dalili za kukata ni dalili ambazo ni zenye kulazimisha kwa mtu juu ya kwamba hili walilokuja nalo ni la haki, na ni zenye kujulisha hizo dalili za kukata, na ni zenye kulazimisha pia kujua kwamba hichi kitu hichi hakina wasiwasi, ni cha kweli. Bila shaka hichi kitu ni cha kweli, kwa namna ambayo yule ambaye ni khasimu, mgomvi, huwa hana hoja ya kuwarudi tena kutokana na zile dalili zao za kukata. Wa wadihatil barahin, na hoja za wazi. Ahmaduhu ala jamii ni'amihi, na mshukuru yeye Mwenyezi Mungu juu ya neema zake zote. Na ni'am ni wingi wa neno ni'ma, na ni'ma hiya alhalatu almustaladhatu au almanfaatu, ni hali ambayo hupatikana ladha kupitia hali hiyo au ni manufaa. Na hiyo ladha yenye kupatikana katika hiyo hali na hayo manufaa, vyote hivi viwili ni vyenye kuwa safi, kuepukana na madhara. Hiyo ndiyo neema, ambacho ni chenye kuepukana na madhara huitwa neema. Wa as'aluhu almazida min fadlihi wa karamihi, na namuomba ziada kuna kufadhila zake na kukirimu kwake. Yani namuomba ziada kuna kile ambacho ametufadhili. Hapa pametajwa fadlu na pakatajwa karam kwa masdar, na makusudio ni maf'ulu, sio kukirimu ile sifa Mwenyezi Mungu atupe sisi, na kule kufadhili ambao ni sifa ndo atupe sisi, bali makusudio ni maf'ulu, kile chenye kukirimiwa, kile chenye kutolewa kupewa sisi kukirimiwa, kile chenye kutolewa kupewa sisi kufadhiliwa. Mwenyezi Mungu atuzidishie. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah, na ninashuhudia kwamba hapana mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu, alwahidu, mwenye kupwekeka. Alwahidu maana yake ambaye si mwenye kusifika kwa sifa ya kufungamana na zaidi ya kitu kimoja, kwa maana ya kupandamana, na ni mwenye kutakasika kuepukana na kugawika mafungu na kugawika sehemu sehemu. Ni mwenye kupwekeka kwa maana ya kwamba ni mwenye kupwekeka katika dhati yake, sifa zake na vitendo vyake. Dhati yake sio kama dhati za vingine, dhati yake ni uhakika wake, na uhakika wake sio kama uhakika wetu. Laisa kamithlihi shay'un, hapana kama yeye chochote. Na sifa zake sio kama sifa zetu, na vitendo vyake havihitaji kuvaana viungo kwa viungo. Vitendo vyake sio kwa viungo, tofauti na vitendo vyetu. Al-Qahhar, mwenye kuteza nguvu. Hii Al-Qahhar imekuja katika wazni wa mubalagha, na makusudio ni atamul qahri,
ni mwenye utimifu wa kuteza nguvu. Alladhi la yakhruju shay'un an mashiatihi wa qudratihi wa qada'ihi wa qadarihi, ambaye hakitoki chochote kuepukana na utashi wake na uwezo wake na kuhukumu kwake na kukadiria kwake. Yani alladhi laysa fi qahrihi ayu khalal, ambaye hakuna katika kuteza nguvu kwake kasoro yoyote. Ndio maana al-Qahhar. Tayari al-Karimu hapa makusudio al-munazzahu anil uyubi wan naqais, mwenye kutakasika kuepukana na aibu na kasoro. Baadhi ya muhala linakuja neno al-Karim, jina la al-Karim kuachiliwa kwa Mwenyezi Mungu kwa kukusudiwa mwenye kutakasika kuepukana na aibu na kasoro, kama ilivyotajwa hapa. Baadhi ya wakati inakuja kwa maana mwenye kukirimu, na baadhi ya wakati kwa maana hii tuliyoitaja. Al-Ghaffar, mwingi wa kusamehe. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, na ninashuhudia kwamba Muhammad ni mja wake na ni mjumbe wake. Wa habibuhu, na ni kipenzi chake. Wa khaliluhu, na ni kipenzi chake yeye, ambaye hapana katika kumpenda kwake kasoro yoyote wala dosari yoyote. Hii ni miongoni mwa maana ya al-Khalil, ama miongoni mwa maana zake hii tuliyoipita. Na wengine wakasema kwamba al-Khalil maana yake ni alladhi inqata'a ghayat al-inqita'i ila Allah ta'ala, ambaye amekatika upeo wa kukatika kwa Mwenyezi Mungu mtukufu. Yani amejiachia kwa ajili ya kumwabudia Mwenyezi Mungu tu, kwa ajili ya kumwabudia Mwenyezi Mungu tu, amejiachia kwenye hilo tu, amejitenga na hilo tu. Wa waqafa al-hawaija alayhi wa adraba 'anil wasa'it ladayhi, makusudio ni kwamba yeye hakusudii isipokuwa kumkusudia Mwenyezi Mungu, hamkusudii isipokuwa Mola wake kwenye haja zake. Hii ndiyo maana ya al-Khalil. Hii al-Khalil ina maana kubwa zaidi kuliko al-Habib. Ndiyo maana vipenzi vya Mwenyezi Mungu vimekuwa vingi, lakini al-Khalil ni wawili tu, Mtume sallallahu alayhi wasallama na Nabii Ibrahim alayhi wassalatu wassalam. Afdalul makhluqin, mbora wa viumbe Mtume Muhammad bila makindano, kwa makubaliano ya ummati wa Muhammad. Sayyiduna Muhammad ndiye mbora wa viumbe, tofauti na walivyosema baadhi ya Mu'tazila. Al-mukarramu bil Qur'ani al-aziz, mwenye kukirimiwa kwa Qur'ani tukufu. Pakisema al-Qur'anul aziz, makusudio al-badia al-mania, ambayo ni yenye kushangaza kwa kuwa kwake na maana ambazo ni sahihi, na kuwa kwake na matamko ambayo ni yenye kuenda mno kwenye uzuri wa mpangilio wake na ibara zake, kwa namna ambayo hawezi kiumbe yoyote kuleta mfano wake, na kwa namna ambayo Mwenyezi Mungu amedhamini kuihifadhi hiyo Qur'ani kutokana na vitimbi vya mashetani na makundi yake, na kwa namna ya kuwa Qur'ani pia ni tiba, hutumiwa kujitibu kutokana na mashetani au mfano wa hivyo. Al-mu'jiza, mu'jiza. Kwa nini hajasema al-mu'jiz na ilhali huku nyuma amesema al-Qur'anil azizi? Kwa nini asiseme al-mu'jizi, aseme al-mu'jiza kwa te marbuta? Wanasema hiyo te marbuta lilmubalagha, kama ambavyo kwenye neno al-allama. Kwa nini usiseme al-allam na ilhali unamwambia mtu mmoja? Kwa nini usiseme al-allam mwanamume ukasema al-allama kwa te marbuta? Hii ni al-mubalagha, kwa maana hicho kitu chenye kushangaza mno na chenye kushinda. Hakuna yeyote ambaye anaweza kuleta mfano wa Qur'ani. Ndio maana ya kuitwa al-mu'jiza kwa te marbuta. Na ni nini al-mu'jiza? Al-mu'jiza hiya al-amru al-khariq lil-'ada, ni jambo lenye kuvunja desturi, si la kawaida. Al-hasilu ala mudda'i nubuwa, lenye kutokezea kwa mwenye kudai utume. Ikiwa hadai utume, huo si muujiza, kama vile kwa mawali, hilo litaitwa karama, sio muujiza. Haifai eti kuja kusema Mwenyezi Mungu ana miujiza kama wanavyokosea baadhi ya watu. Miujiza ya Mwenyezi Mungu haitakiwi hivyo, kwa sababu muujiza unatokezea kwa yule ambaye anadai utume. Vipi Mwenyezi Mungu adai utume? Kwa hiyo usiseme Mwenyezi Mungu ana muujiza, halitumii neno hilo. Na huwa muujiza ni wenye kuwafikiana na madai ya huyo ambaye amedai utume, sio kama alivyofanya huyu Musailimatul Kadhab. Aliletewa mtu amuombee, jicho lake lilikuwa moja ni chongo.
na moja ni zima. Akaweka mkono wake kwenye jicho bovu, akasoma maneno yake, lile jicho jingine pia likawa chongo, ikawa huyo mtu haoni kwenye macho yote mawili. Hili jambo si la kawaida, ni la kushangaza, lakini ni jambo linapinga utume wake, linajulisha juu ya kwamba huyu mtu ni Mungu. Sasa muujiza hau hivyo, muujiza unajulisha juu ya kwamba huyu mtu ni mkweli, na huwa muujiza ni wenye kusalimika kuepukana na kupata mtu wa kuchallenge, yani ni wenye kusalimika kuepukana na kupatikana mtu wa kuja kuleta mfano wake. Hakuna mtu atakayeleta mfano wa muujiza, hawezi mtu yote kuleta mfano wa muujiza. Hiyo ndio maana ya muujiza. Almustamirra, muujiza wenye kuendelea, hiyo Qur'ani, ala taaqubi sinin, muda wa kuendelea miaka. Amesema mtunzi wa bisunanil mustanira, na kwa sunna zenye kutoa nuru, kwa namna ya kuwa kwake ni zenye kukusanya elimu mbalimbali na njia mbalimbali za uongofu. Lilmustarshidina, kwa wenye kutaka uongofu katika dini. Na kwa nini akataja almustarshidina tu, kwamba hizo sunna, yani mienendo ya mtume, sio sunna kwa maana ya kile ambacho kikifanywa unapata thawabu, kikiacha hupati thawabu. Makusudi ya as-sunna ni hapa ni at-turuq, njia za mtume na mwenendo wa mtume, sio sunna hii kinyume na wajibu. Kwa nini akataja almustarshidina tu, hajawataja wengine? Kwa sababu wao ndio wenye kunufaika na mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa kuwa wao ndio wenye kufuata. Almakhsusu bijawami'il kalim, mwenye kuhusishwa kwa jawami'il kalim, yani yeye mtume sallallahu alaihi wasallam alipewa uwezo wa kuleta ibara fupi, ibara chache kwa matamko, lakini maana zake ni pana mno. Aliwepesishiwa jambo hilo. Ndiyo maana mtume sio kila jambo kwamba amezungumza kwa uwazi, tofauti na baadhi ya watu. Kila kitu anakwambia lete hadithi au lete aya. Hii ni ishara ya ujinga wa mtu. Kwa mtu kila kitu unachomwambia anakwambia lete aya au lete hadithi, tena vile vile ulivyosema ije hadithi hivyo au aya hivyo, hii ni ishara ya ujinga wa mtu. Sasa mtume ingelikuwa anazungumza kama hivyo unavyotaka wewe, kila kitu amekisema kama unavyotaka wewe kisemwe, ingelikuwa mtume basi ina lazimu mpaka sasa hivi awe hai, atuzungumzie mpaka corona ikitokezea kifanyike kitu gani na kitu gani. Lakini sio lazima, kwa sababu alikuwa anazungumza kwa maneno machache. Kupitia maneno hayo wanawazuoni wakafanya ijtihadi, wakatuletea hukumu za mambo mengine ambayo yanatokezea. Kwa hiyo haikuwa na haja mtume kuzungumza kila kitu. Wasamahati din, na mwenye kuhusishwa kwa uwepesi wa dini, kama alivyosema Mwenyezi Mungu, wa ma ja'ala alaykum fi dini min haraj, na hakujalia Mwenyezi Mungu juu yenu katika dini tabu yoyote. Na kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna hadha ad-dina yusrun, hakika hii dini ni wepesi, hii dini ni nyepesi. Na kwenye baadhi ya riwaya, fa'ughilu fihi birifqin, basi zamieni ndani yake kwa upole. Kwenye kusoma mathalan, mtu sio anaanza kusoma anaanza matabu matano kwa pamoja, anaanza kusoma anataka aanze na Bulughul Marami na Riyadhus Salihin. Inna hadha ad-dina yusrun, kuja kuanza hivyo itakuja kukushinda hiyo dini, au utakuja kuna kusomesha watu sivyo. Mambo yanaanza kidogo kidogo. Unataka kusimama usiku, sio siku ya kwanza unaanza kusimama unaswali wewe rakaa 11 mathalan, halafu juzu moja, au unataka siku ya kwanza usome juzu nzima, itakushinda. Soma kidogo kidogo, hata ya moja siku ya kwanza, halafu siku ya pili unazidisha kadri unavyoweza, kwa sababu hii dini inataka wepesi ndani yake. Ukisema mambo ya kazie yatakushinda. Salawatullahi wa salamuhu, aina mbalimbali za rehema za Mwenyezi Mungu ambazo zinamzidishia mtume sallallahu alayhi wasallam daraja na utukufu, na kusalimisha kwake, kumsalimisha yeye mtume kutokana na ambacho anakiogopa juu ya umati wake kuwe juu yake mtume. Yani tunamuomba Mwenyezi Mungu azishushe hizo rehema na kukusalimisha kwake juu ya mtume. Wa ala sairi nabiyin, na hizo rehema na amani ziwe juu ya mitume wengine. Wa ali kullin, na jamaa wa kila mmoja katika hao mitume na mtume Muhammad, yani
na makusudio ya ali hapa ni wale watu wa karibu wao ambao ni Waislamu. Wasairi salihin, na baki ya watu wema, yani na watu wema wengine. Na hapa kwa tanbihi, haitakiwi mtu kusema as-salihin kwa sini, kama vile kwenye tashahudi mtu asija akasema at-tahiyyatu mubarakatu as-salawatu at-tayyibatu lillahi assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin, akatumia sini kwa sababu neno as-salihin au as-salihun au as-salih ni wenye kujinyea. Sasa inakuwa mpaka maana akashabadilisha na swala yake inakuwa haiswihi, haitakiwi kusema kama hivi. Amma ba'du, ama baada ya utangulizi, faqad ruwina, basi hakika tumefanywa tupokee. Hii ruwina kwa maana tumesimuliwa na mashehe zetu na wao wamesimuliwa, na sisi tunasimulia kwa vile tumesimuliwa, tumefanywa tupokee, tumefanywa tusimulie. Pia inafaa kusema rawaina, yani tumepokea. An Ali ibn Abi Talib, kutoka kwa Ali ibn Abi Talib ambaye alikufa shahidi kwenye mji wa Kufa mwaka wa 40 ilhali ana miaka 63. Wa Abdullah ibn Mas'ud, na kutoka kwa Abdullah ibn Mas'ud, huyu ni al-Hudhali ambaye alikufa kwenye mji wa Madina mwaka wa 32 akiwa na miaka 60 na ziada, yani zaidi ya 60 au miaka 70 na wa Muadh ibn Jabal, na kutoka kwa Muadh ibn Jabal al-Ansari, huyo ambaye alikufa kwenye maradhi ya taun kwenye huo mji wa Amwas Urdun, yani Jordan, huko mwanzo alipoanza maradhi ya taun, au huko ndio yamepata umaarufu hayo maradhi na yakaenea zaidi. Amefeshwa huko mwaka wa 18 Hijria, yani akiwa na miaka 33. Subhanallah, Muadh ibn Jabal pamoja na elimu yake yote hiyo na umaarufu wake wote na alivyokuwa na uchamungu wake, amekufa akiwa na miaka 33 tu, radiyallahu anhu. Kwa mtu asiye na kiburi kwa sababu ya umri wake mkubwa akaona wa chini yake ikawa kamzidi daraja. Inaweza kama mtu umempita sana kwa umri na pia uko umemzidi kwa ujinga, sio kwamba ukiwa umempita kwa umri maana yake umempita kwa elimu. La, inatakiwa mtu aondoe kiburi. Ikiwa mtu anazungumza kwa usahihi asikilize, ikiwa kitu anachozungumza usimpinge hata kama umemzidi umri au kwa cheo. Wa Abi Darda, ina kutoka kwa Abi Darda, jina lake ni Uwaymir ibn Amir al-Ansari ambaye amefeshwa kwenye mji wa Sham mwaka wa 32. Wa Ibn Umar, na kutoka kwa Ibn Umar. Akitajwa Ibn Umar ni maarufu bana kusudiwa Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab al-Qurashi al-Adawi ambaye alikufa kwenye mji wa Makka katika mwaka wa 73 Hijria. Wa Ibn Abbas, na kutoka kwa Ibn Abbas, yani Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib al-Qurashi al-Hashimi ambaye alifeshwa kwenye mji wa Taif mwaka wa 86 Hijria akiwa na miaka 70. Wa Anas ibn Malik, na kutoka kwa Anas ibn Malik ambaye ni Muansar, alifeshwa katika mwaka wa 90 na baada ya kuishi zaidi ya miaka 100 mpaka alifikia aliwazika watu wake. Nitakuja baadhi ya sira yake kwa ufupi au tarjama kuhusiana naye kwa ufupi huko mbele. Wa Abi Huraira, na Abu Huraira, yani kutoka kwa Abi Huraira ambaye ni ad-Dawsi na jina lake ni Abdurrahman ibn Sakhrin. Mbele itakuja baadhi ya khilafu, baadhi ya masahaba khilafu katika jina lake sahihi, mpaka baadhi khilafu kufikia khilafu 35. Jina lake ni nani? Wengine wakasema hivi, wengine hivi, wengine hivi, kama ambavyo tutakuja kuelezea mbele biidhnillah. Huyu alikufa mwaka wa 57 au alikufa mwaka wa 59 kwenye mji wa Madina, yani Hijria, yani, na amekufa ilhali ya miaka 87. Na kutoka kwa Abi Sa'id al-Khudri ambaye ni Muansari na ambaye amefeshwa mwaka wa 47 Hijria akiwa na miaka 94. Radiyallahu anhum ajma'in, Mwenyezi Mungu awawie radhi wote. Min turuqin kathiratin, neno turuqin ni jamu kathra, lajulisha juu ya wingi, yani
kupitia njia nyingi, imepokelewa kupitia njia nyingi, na tumefanya tusimulie kupitia njia nyingi. Kathiratin, hii kathiratin ni kutilia mkazo juu ya kwamba hizo njia ni nyingi mno. Biriwayatin mutanawiatin, kwa riwaya aina mbalimbali, yani riwaya ambazo matamko yake ni tofauti tofauti, lakini maana ni moja, makusudio ni moja, matamko yote yanalenga maana moja, japokuwa matamko ni tofauti tofauti. Anna Rasulullahi, kwamba mjumbe wa Mwenyezi Mungu naye ni Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr ibn Malik ibn Nadri ibn Kinana ibn Khuzaimah ibn Mudrika ibn Ilyas ibn Mudar ibn Nizar ibn Ma'ad ibn Adnan. Na hii sisi tulisomeshwa na marehemu Sheikh Fadhil kwa ufupi. Kwa ufupi nasemwa Ma'in, Shahin, Aqin, Kamin, Kalagh, Famin, Kakhmin, Amin, Ma'in. Kila herufi moja inabeba jina la mmoja, lakini mwanzo amesema Ma'in, Shahin, kwa kusudia Muhammad ibn Abdullah ibn Shaybatul Hamdi, kwa sababu Abdul Muttalib jina lake ni Shaybatul Hamdi. Mtunzi anasema anna Rasulullah, kwamba mjumbe wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallam, qala, amesema man hafidha, mwenye kuhifadhi uwazi wake, mwenye kuhifadhi moyoni, yani mwenye kuhifadhi moyoni. Lakini pia inachukulika kwamba makusudio mwenye kuhifadhi kuepukana na kupotea. Mwenye kuhifadhi kuepukana na kupotea kivipi? Kahifadhi hichi kitakachokuja mbele, kakidhibiti vizuri, fatha, kasra, dhamma, kwamba hichi mtume amesema hivi, kadhibiti vizuri kwa peni, ikiwa hawezi kuhifadhi, halafu akakinukuu kwa Waislamu hata kama hajahifadhi, lakini amenukuu kwa usahihi bila kuzidisha wala kupunguza, na wakati wa kusoma amepokea kwa umakini. Hivi ndivyo alivyosema mtume, na aliyepokea kwake na yeye amepokea hivyo hivyo kwa sanadi mpaka kwa mtume. Ndio makusudio. Wengine wamesema mwenye kuhifadhi ala ummati, juu ya ummati wangu, yani akasimulia kwa ummati wangu kwa kuwafundisha ambao wameamini, ndio makusudio ya ummati wangu hapa. 40 hadithan, hadithi 40, min amri diniha, kuna kwa jambo la dini yake, jambo la dini ya umma yani. Na makusudio hapo miongoni mwa jumla ya mambo ya dini, katika mambo ya tauhidi au mambo mengine yasiyokuwa ya tauhidi. Ba'athahu Allahu ta'ala yawma al-qiyamah, atamfufua Mwenyezi Mungu mtukufu siku ya Kiyama, fi zumratil fuqaha wal ulama, katika jopo la wanawazuoni, mafuqaha na wanawazuoni. Yani yeye atafufuliwa pamoja nao hata kama yeye hayupo katika daraja zao. Na mafuqaha ni wingi wa neno faqih, na faqih ni mtambuzi wa mambo ya sheria, mwenye kuyafahamu mambo ya sheria, na ulama ni wingi wa neno alim. Makusudio kwa neno ulama hapa ni mwanazuoni ambaye ni mwenye kuifanyia kazi hiyo elimu, na ambaye ni kigezo kwa watu wanamfuata yeye kwenye mambo ya dini yao. Wa fi riwayatin, na katika riwaya nyingine, ba'athahu Allahu ta'ala faqihan alima, atamfufua Mwenyezi Mungu mtukufu hali akiwa ni faqih na ni mwanazuoni. Wa fi riwayati Abi Darda, na katika riwaya ya Abi Darda, wa kuntu lahu yawma alqiyamati shafi'an wa shahida, na nitakuwa kwake yeye siku ya Kiyama ni muombezi na ni shahidi. Yani ni shahidi juu ya uzuri wa kitendo chake, kwamba amefanya jambo jema la kuhifadhi. Tabani ikiwa tauhidi yake ni sahihi, isiwe mtu ana itikadi mbaya, ana itikadi Mwenyezi Mungu ni kiwiliwili, Mwenyezi Mungu ipo sehemu na mfano wa hivyo, halafu anatarajia kuwa hivi. La, huyo hawi. Awe na imani sahihi, ndio makusudio. Wa fi riwayati Ibn Mas'ud, na katika riwaya Ibn Mas'ud, qila lahu, ataambiwa huyo alihifadhi hadithi 40, udkhul min ayi abwabil jannati shi'ta, ingia kuna mlango wote miongoni mwa milango ya peponi utakaotaka. Wa fi riwayati Ibn Umar, na katika riwaya Ibn Umar, kutiba fi zumratil ulama, ataandikwa katika jopo la wanazuoni. Wa hushira fi zumrati shuhada, na atafufuliwa katika jopo la mashahidi. Wattafaqa al-huffadhu, na wameafikiana wanazuoni wa hadithi mahuffadh, ni ambao wamehifadhi hadithi zaidi ya 100,000, na kwa sharti nyingine, ala annahu hadithun dhaifun, juu ya kwamba hiyo ni hadithi dhaifu.
Yani pamoja na kuwa riwaya nyingi, matamko ni mengi tuliyosimulia na ambao hatujayasimulia, wamewafikiana wote kwamba hii hadithi ni dhaifu. Wa in kathurat turuquhu, zijapokuwa nyingi njia zake, yani hata kama zimekuja hadithi kwa matamko tofauti kwa sanadi hii na kwa sanadi hii. Kwa nini? Kwa sababu riwaya zote, kila riwaya haiepukani kuwa katika sanadi yake kuna mtu ambaye mathalan hajulikani, au ndani yake kuna mtu ambaye ni mwingi wa makosa, au ndani yake kuna mtu ambaye ni mwenye udhaifu mno kwenye hifadhi na mfano wa hivyo, au mfano wa hivyo. Kwa hiyo riwaya zote hazifidishi kwamba hii hadithi inapata nguvu na inainuliwa kuwa na daraja ya husni, kwa mfano kuwa ni hadithi hasan. Riwaya zote hazifidishi hivyo. Kwenye kila riwaya au kwenye kila tamko, kwenye kila sanadi mathalan, kuna kasoro inayojulisha juu ya kwamba hii riwaya ni dhaifu. Kwa hiyo pamoja na kwamba njia ni nyingi na sanadi nyingi, zote zimekuwa ni dhaifu, wanaozuoni wamekubaliana juu ya hilo. Lakini hapa tunazungumzia wanaozuoni wa hadithi, ndio kazi yao hii, sio kama Albani. Waqad sannafa ulama, na hakika wametunga wanaozuoni radhiyallahu anhum, Mwenyezi Mungu awawie radhi, fi hadha albabi, katika mlango huu wa kutunga hadithi 40, ma la yuhsa min almusannafati, ambacho hakidhibitiki kuna kutunzi. Yani wanaozuoni wengi wamezifanyia kazi hizi hadithi zilizokuja katika riwaya mbalimbali kuhusiana na kuhifadhi mtu hadithi 40, na wao wanaozuoni ni kigezo chema, yani nafaa kuwafuata. Fa awwalu man alimtuhu, basi wa mwanzo kumjua ambaye sannafa fihi, ametunga katika hilo, yani katika kukusanya hadithi 40, Abdullah ibn al-Mubarak, ni Abdullah ibn al-Mubarak, naye ni imamu, ni hafidh, ni mujtahid, ni mpiganaji vita jihadi, na yeye amefeshwa mwaka 181 Hijria, ilhali ana miaka 63 kama miaka ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Thumma Muhammad ibn Aslam at-Tusi, kisha Muhammad ibn Aslam at-Tusi, nimesikia kusema naye kwamba pia ametunga mfano wa hivyo. Huyo ni muhadith wa Khurasan, al-Hafidh, huyo amefeshwa mwaka wa 42 na 200, yani mwaka 242 Hijria, naye ni al-alim ar-Rabbani. Pakisema ar-Rabbani ni mwenye kubobea katika elimu, ambaye ni mwenye kubobea katika elimu, ni mwenye kuthibiti katika sehemu ya yaqini na kufanyia kazi elimu. Thumma an-Nasawi, thumma al-Hasan ibn Sufyan an-Nasawi, kisha muhadith wa Khurasan mwingine anaitwa al-Hasan ibn Sufyan an-Nasawi. An-Nasawi ananasibishwa na mji unaoitwa Nasa. Huyo amefeshwa mwaka wa 303 Hijria. Wa Abu Bakrin al-Ajuri, na al-muhadithi ambaye ni mwanazuoni wa madhhabi ya Imam Shafi'i, Abu Bakri jina lake ni Muhammad ibn Hussein al-Ajuri. Huyu ni Baghdadi, amezikwa Makka na amefeshwa mwaka 360 Hijria. Wa Abu Bakrin Muhammad ibn Ibrahim al-Asbahani, na huyo al-Attar alikuwa mwalimu wake ni Abu Nuaim al-Asbahani. Alikuwa Abu Nuaim al-Asbahani al-Hafidh, huyo akitoa darsa yeye, huyo Abu Bakr Muhammad ibn Ibrahim al-Asbahani, baada ya mwalimu wake amepewa ruhusa yeye arejeshe tena darsa, yani awasomeshe watu tena ile darsa ya hadithi ambayo alitoa shekhi wake al-Hafidh Abu Nuaim al-Asbahani. Na huyo amefeshwa mwaka wa 496 Hijria. Wa Daraqutni, na ametunga ad-Daraqutni. Huyo ad-Daraqutni ananasibishwa na sehemu inaitwa Daraqutni, hiyo ni sehemu ipo kwenye mji wa Baghdad, na huyo ni al-Hafidh al-Imamu, jina lake Ali, ama kwa kunia anaitwa Abul Hasan, Abul Hasani Ali ibn Umar ash-Shafi'i, yani mwanazuoni wa madhhabi ya Imam Shafi'i. Huyo amefeshwa mwaka 485. Wal Hakim, na al-Hakim, nasikia rawahu al-Hakim, jina lake ni Muhammad ibn Abdullah an-Naisaburi, na anaitwa Abu Abdullah kwa kunia, na ni al-Hafidh al-Kabir, ni katika wanazuoni wa madhhabi ya Imam Shafi'i.
amefeshwa mwaka 405 Hijiria. Wa Abu Nuaim, na Abu Nuaim huyo ni Ahmad ibn Abdillah al-Asfahani, ndio yule tuliyomtaja nyuma, mwalimu wa Abu Bakri Muhammad ibn Ibrahima al-Asbahani. Huyo yeye mwalimu anaitwaje? Abu Nuaim Ahmad ibn Abdillah al-Asfahani, naye ni al-Hafidh, imamu, ni katika wafuasi wa madhhabi ya Imamu Shafi'i, ni Ash'ari pia au tunawataja, naye ni mwenye kufeshwa mwaka 430 Hijiria. Wa Abu Abdirrahmani, na jina lake ni Muhammad ibn al-Husaini as-Sulami, ananasibishwa na kabila la Banu Sulaim, nalo ni kabila maarufu pia, naye ni miongoni mwa walimu wa al-Imam al-Baihaqi, pia ni miongoni mwa wakubwa wa wanazuoni wa kitasawufu. Na tasawufu ni tabia njema, ni mkusanyiko wa tabia njema. Yeye huyo amefeshwa mwaka 412 Hijiria. Wa Abu Sa'd, na Abu Sa'd jina lake ni Ahmad ibn Muhammad al-Malini, ananasibishwa na sehemu inaitwa Harar, ananasibishwa na huko, na yeye huyo amefeshwa mwaka 409 Hijiria. Naye ni al-Hafidh, ni sufi pia, ni katika masufi. Pakisema sufi sio tusi. Sufi maana yake ni mtu aliothibiti kwenye tabia njema na kumpwekesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kutenda mema na kujiepusha na dunia, kuipa mgongo dunia na mfano wa hayo katika mambo mema, ndio sufi. Amesema wa Abu Uthman as-Sabuni, na Abu Uthman jina lake ni Ismail ibn Abdirrahman ash-Shafi'i, katika wanazuoni wa madhhabi ya Imam Shafi'i. As-Sabuni ananasibishwa na kazi ya sabuni, na yeye huyu amefeshwa mwaka 481 Hijiria. Wa Muhammad ibn Abdillah, na Muhammad ibn Abdillah, hivi ndivyo ilivyoandikwa katika nuskha ya asili, imeandikwa hivyo Muhammad ibn Abdillah, na katika chapa nyingine, na hili ni kosa, yani sio sahihi kwamba huyo anaitwa Muhammad ibn Abdillah. Usawa wake ni kwamba yeye anaitwa Abdullah ibn Muhammadin, naye ni Abu Ismail, maarufu wake Abu Ismail al-Harawi ndio maarufu wake, naye huyu ni al-Ansari. Huyu ametunga katika zile hadithi 40, amekusanya hadithi 40 ambazo zinahusiana na masala ya tauhidi, na katika hizo hadithi amechanganya ndani yake ambacho hakisihi, hadithi ambazo hazijaswihi, na pia akaingiza ndani yake ambacho hakilingani na Mwenyezi Mungu mtukufu, akaingiza ndani yake kumfananisha Mwenyezi Mungu na viumbe, na mpaka ikafikia kwa sababu ya kutunga kwake hicho kitabu kulaumiwa na wanazuoni na kutiwa dosari na wanazuoni wakamrudi, na miongoni mwao ni muhaddith al-Maghrib Sheikh Abdullah ibn Muhammad ibn Siddiq al-Ghumari al-Hasani, yani uko wake unafikia kwa Sayyidina Hasan, mtoto wa Sayyidina Ali na mtoto wa Mama Fatima az-Zahra. Akatunga risala akaiita Naqdu al-Arba'in, yani ametunga kitabu kumrudi huyo Abu Ismail al-Harawi, kwa sababu kitabu amekitunga kati ya hadithi ambazo haziswihi na akatia ndani yake kumfananisha Mwenyezi Mungu na viumbe. Huyo amefeshwa mwaka 481 Hijiria, na ambacho tunakiitakidi ni kwamba Imamu Nawawi alikuwa hajui vizuri kuhusiana na huyo al-Harawi, hakujua yuko vipi, na hata hicho kitabu chake hakuwahi kukisoma, inaonesha ni hivyo. Na miongoni mwa dalili inayojulisha juu ya hilo ni kwamba yeye Imamu Nawawi hata alipotaja jina lake kakosea, yani hajataja jina lake kwa usahihi, kasema Muhammad ibn Abdillah. Ukiangalia nuskha zote utakuta hivyo Muhammad ibn Abdillah. Hii inajulisha juu kwamba hicho kitabu chake hajawahi kukisoma, na hata yeye mwenyewe hakujua yuko vipi, hakujua kwamba ana mambo ya kumfananisha Mwenyezi Mungu na viumbe na kuleta mambo ambayo hayalingani na Mwenyezi Mungu, ndio maana hata jina amekosea. Kwa hiyo watu watanabahike, mtu asije akachukua kitabu kama hicho akaja akayachukua yaliyomo ndani yake yote, la, haitakiwi hivyo. Wa Abu Bakr al-Baihaqi, na Abu Bakr al-Baihaqi naye ni Ahmad ibn al-Husayn ibn Ali al-Baihaqi, ananasibishwa na sehemu inaitwa Baihaq, naye ni al-Hafidh, ni katika wanazuoni wa tauhidi, ni katika wanazuoni wa fiqh,
ni Shafi'i, ni miongoni mwa wanawazuoni wenye tuzi nyingi ambazo ni nzuri mno, na yeye amefeshwa huyu mwaka 458 Hijria. Wa khalaiqu la yuhsawna min almutaqaddimin walmutaakhirin, na kundi kubwa la wanawazuoni ambalo halithibitiki. Kuna wanawazuoni waliotangulia na wenye kuchelewa, yani wa zamani na wa baadaye. Na hili anataja hivi kwa kusudia kwamba wao wanawazuoni ni kigezo. Kwa vile hawa wanawazuoni wametunga hivyo, maana yake zile hadithi zilizopita nyuma hata kama ni dhaifu wamezifanyia kazi. Kwa nini? Kwa sababu inafaa kuifanyia kazi hadithi dhaifu katika fadhila za matendo, katika mambo kama haya. Lakini pamoja na kubainisha kwamba hiyo hadithi ni dhaifu, ili mtu asijaitakidi kwamba hiyo kauli amesema kweli Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa leo tunafikia hapa, insha Allah taala. Kwenye darasa ijayo tutamalizia utangulizi pamoja na kuelezea japo kwa ufupi kuhusiana na sira ya mtunzi wa kitabu al-Imam Nawawi rahimahullah taala, wa nafa'ana bi ulumihi fi darain, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi, walhamdulillahi awwalan wa akhiran. Safinatu taqwa jarat ya dhul man taraka as-safin, ya dhul man taraka as-safin, ya dhul man taraka as-safin. من لم يخسر رأس المال فكأنه لم يخسر. رأس مال المسلم العقيدة، عقيدة أهل السنة، وهي الحمد لله تعالى موجودة فينا. الجمهور بعد على تلك العقيدة، وإن قصرنا في الأعمال نحمد الله على ذلك. اللهم لك الحمد.